Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Simiyu imeanza rasmi kufanya kazi kwa maana ya kupokea mashauri kuanzia tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026. Na kama ambavyo nimeongea wakati naongea na wadau, kwanza mahakama hii ndo kwanza inaanza na kesi mpya ambazo zitaendelea kufunguliwa mahakamani hapa. Nimesisitiza na naendelea kuomba wadau wote wa mahakama kwamba tushirikiane katika mambo yafuatayo. Moja, lazima umma uelewe kwamba katika jengo hili la mahakama kuu ambayo imekwisha kuanza, huduma zinatolewa kwa umma, na kuanzia ufunguaji wa mashauri tunategemea kama ambavyo miongozo inavyoeleza na kama ambavyo tumekwisha kuwatangazia umma, tunategemea mashauri yafunguliwe mtandaoni, kwa sababu hatutegemei kutumia karatasi. Kwa hiyo wadau wanahimizwa kutumia mifumo iliyopo katika kusajili mashauri yao yanayokuja mahakamani. Kwa hiyo niombe sana umma kwa ujumla wake hilo walielewe, na pale ambapo wanapata changamoto yoyote basi wasisite kuwasiliana nasi kupitia ofisi ya naibu msajili. Wataweza kusaidika katika suala zima la ufunguaji wa mashauri kwa njia ya mtandao. Hoja nyingine nafikiri katika hilo pia la ufunguaji wa mashauri mtandaoni, tutakuwa na siku maalum ambayo naibu msajili pamoja na wataalamu pamoja na nyinyi waandishi wa habari tutakuwa na siku maalum ya kutoa elimu kuhusiana na ufunguaji wa mashauri mtandaoni. Kwa hiyo pale mtakapohitajika, basi tutaomba muweze kufika, ili baada ya hapo msaidie pia katika kuelezea umma umuhimu na faida za kufungua mashauri mtandaoni. Kwa kufanya hivyo tunarahisisha mambo mengi. Kwanza inasaidia wananchi hao kupunguza gharama kwa maana ya umbali na vitu vingine kama hivyo. Sio lazima wafike hapa kufungua shauri, anaweza kufungua mtandaoni. Na kama mnavyotambua, hata mashauri yetu baada ya kumalizika ngazi ya mahakama kuu na mahakama ya rufani, mashauri yanakuwa maamuzi yake yanapatikana mtandaoni. Kwa hiyo pia mwananchi anaweza kupata hukumu zake mtandaoni bila kulazimika kufika mahakamani. Kwa hiyo hili nitaomba sana waandishi wa habari kwa sababu nyinyi kwa kutumia kalamu zenu mtusaidie sana ili umma uweze kuelewa hili, ili adhima ya mahakama ya kutotumia karatasi kwa sasa, kwa sababu tunakwenda mahakama mtandao. Na jingine nafikiri nimeongea na wadau pia na kuwaomba, kuwasisitiza kwamba kila mtu acheze nafasi yake. Yule mwenye jukumu la kupeleleza basi apeleleze kwa wakati. Mwenye jukumu la kuleta mashahidi mahakamani alete mashahidi kwa wakati. Mwenye jukumu la kuja kutoa ushahidi aje atoe ushahidi mahakamani, ili mashauri yaweze kuendelea haraka bila kuchelewesha na mambo kama hayo. Imekuwa ni kawaida kwamba wakati mwingine shauri linasajiliwa, halafu unaweza ukaona umma ukalaumu kwamba labda shauri linachelewa kusikilizwa mahakamani, lakini pengine mashahidi hawafiki. Na mahakama haiwezi kaendelea peke yake bila wadau hao. Kwa hiyo nisisitize tu
wadau wote tunaoshirikiana nao pamoja na wadau wenyewe, kila mmoja basi awajibike pale anapopaswa kuwajibika, ili mwisho wa siku basi mahakama ziweze kutoa maamuzi kwa wakati na bila kufungwa na changamoto hizo ambazo nimezieleza hapo. Wananchi wategemee huduma bora, na kwa sababu nafikiri utakubaliana na mimi kwamba kuanzishwa kwa masijala hii, masijala ndogo ya Mahakama Kuu hapa Simiyu imewapunguzia mwendo na gharama kwenda Mahakama Kuu Shinyanga. Kwa hiyo huduma ambazo zilikuwa zinapatikana kule sasa zitapatikana hapa. Kwa hiyo wategemee ubora wa huduma, watazipata huduma zikiwa bora. Tunachowaomba tu wao watekeleze majukumu yao wanayopaswa kutekeleza.